Naam, karibu tena mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hii ni Mlimani leo asubuhi na sasa ni kipengele cha Jahara ambako tumekusomea kurasa za magazeti ambayo yametufikia hapa studioni kwetu, na sasa ni kipengele cha Jahara kama nilivyokujuza. Leo niko na watu kutoka katika taasisi ama mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, yani DCEA. Tunajadili kimsingi tatizo la dawa za kulevya hapa nchini, lakini pia kuelekea katika siku ya kupambana au kudhibiti kudhibiti kuenea kwa dawa za kulevya duniani ambayo inafanyika kila Juni tarehe 26. Niko naye hapa Dr. Peter Mfisi, ni kamishna wa kinga na tiba mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, lakini pia niko naye hapa mwanasheria Lusungu Hemedi ambaye yeye ni mkuu wa sheria kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Karibuni sana katika studio zetu za hapa Mlimani TV. Asante sana. Bila shaka mtoka huko kwema kabisa. Kwema kabisa. Labda tupate salamu 2-3 kutoka kwa Lusungu, lakini pia nitakuja kwako utupe salamu 2-3. Lusungu, tupe salamu 2-3 za kutoka huko utokako, nyumbani, kwenye mamlaka na sehemu nyingine. Kwa maana ya mamlaka sisi tunaendelea vizuri, wako vizuri, tunaendelea kupambana na dawa za kulevya. Bila shaka tutazungumza nyumbani kwangu, ukisema nyumbani wako wazima nyumbani. Wako wazima kabisa. Nyumbani kwa hapa vinginevyo msinge tunajiandaa, tuko vizuri. Tunawaandaa watoto kwenda shule sasa. Naam. Sawa. Dokta, kwako vipi hali ya kifamilia? Salama, familia inaendelea vizuri na tunashukuru kwamba Mheshimiwa Rais ameruhusu kwamba watoto waende shule. Manake sasa huko nyumbani ilikuwa ni changamoto, watoto wakiwa nyumbani muda wote, unajua tena. Sawa. Tunazungumzia leo kuhusu tatizo la dawa za kulevya kama tatizo, alafu pia tutagusia pia kuelekea katika siku ya kupambana na kupinga matumizi ya madawa ya kulevya duniani kote ambayo inafanyika kila Juni tarehe 26. Nianzie kwako Dr. Mfisi. Tukizungumzia dawa za kulevya, kuna mkanganyiko kidogo kwenye dawa na dawa za kulevya. Dawa za kulevya ni nini hasa? Dawa za kulevya kwanza ni zile dawa ambazo, yani kama kemikali ambazo mtu akizitumia zinaathiri mfumo mzima wa fahamu. Na labda useme kwamba katika dawa hizi kuna dawa hizi ni dawa ambazo kwanza zinadhibitiwa kimataifa, haziruhusiwi kutumika, lakini zikitumika ndio hapa kwa watu wale wanaotumia, zikiingia kwenye bongo zinaharibu mfumo mzima wa ufahamu hao watu. Nafikiri mwenyewe umeshaona watumiaji wa dawa za kulevya wanavyokuwa, wanakuwa ule hali halisi ya binadamu inakuwa inaondoka. Kwa hiyo ni kemikali ambazo kwanza hazijaruhusiwa kutumika duniani, lakini kwa zikitumika zinaharibu mfumo mzima wa fahamu wa watumiaji. Swali langu la msingi lilikuwa kwenye mchanganyiko hapo kati ya dawa na dawa za kulevya. Watu wanasema kwamba mtu alizidisha dawa, labda dawa za hospitalini, hata Panadol tu ameambiwa kama kunywa 2, yeye akanywa. Sasa hapa kuna aina mbili. Kuna madhara yanayotokana na dawa, kwa mfano kuzidisha dawa kama ulivyosema, lakini vile vile kuna aina fulani ya dawa tunaziita dawa tiba zenye asili ya kulevya. Kwamba kuna baadhi ya watu ambao ni dawa hizo kama ulivyosema Valium ukiandikiwa na daktari ni dozi ya kawaida, inakuwa ni halali. Lakini pale inapotokea kwamba wewe unaitumia ile Valium kama kustarehesha, then vile vile hapo inakuwa ni dawa ya kulevya. Kwa sababu unaitumia kwanza, ni dawa hizi tiba ambazo zinaleta madhara yanayofanana na dawa za kulevya, lakini pale unapoitumia bila kuwa na maelezo sahihi ya daktari. Tutakuja kuelezea tutakapotueleza dawa zinazotumika nchini, kwa sababu moja ya tatizo ambalo sasa hivi limekuwa kubwa sana ni matumizi ya dawa tiba zenye asili ya kulevya, ambazo ni baada ya watu sasa kukosa hizi dawa ambazo walizozoea kama heroin, cocaine, basi wanaingilia kutumia hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya, ambazo ukizitumia, hasa kama ukizitumia kwa dozi kubwa, zinaweza zikaleta madhara kama yale yanayosababishwa na dawa za kulevya. Ndio maana tunasema dawa tiba zenye asili ya kulevya. Kwa hiyo sasa unaposema huyu mtu anayetumia Valium kwa mfano anatumia Valium kwa ushauri wa daktari, yeye anatumia dawa na ni halali. Lakini anayetumia Valium kwa ajili ya kujistarehesha, hii ni haramu na inaweza ikamletea madhara. Kwa hiyo ndio maana nikasema katika vitu viwili, na unapotumia dozi kwa mfano zaidi ya ile dozi ambayo inashauriwa
na madaktari au inashauriwa na watengenezaji wa ile dawa, sana sana itakuletea madhara. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba kuna dawa za kulevya ambazo yani ni dawa zile ambazo zinadhibitiwa na haziruhusiwi kutumika ovyo, lakini watu wanazitumia, na wakizitumia zinaharibu mfumo mzima wa fahamu. Na hata hizi kwa mfano hizi Valium tunazosema, kuna Pethidine, hizi zote ni dawa tiba zenye asili ya kulevya. Kuna Tramadol, zinapotumika kama dawa za kutibu, hazina madhara haya ya kuharibu mfumo wa fahamu. Lakini zinapotumika kama kustarehesha, zinaleta haya madhara, kwa sababu kiwango kinachotumika kama kustarehesha ni kikubwa zaidi, labda hata mara 5 mara 10 ya kile kinachotumika kama tiba. Sasa mnapotumia zaidi kwa ajili ya kustarehesha inakuletea madhara. Dr. Ushe kutembea maeneo kama ya Nyerere Square Dodoma? Ushe kufika sana mara nyingi. Najua swali unataka kuuliza. Ushe kufika maeneo yale. Umefika. Kuna vijana wako pale bana. Wale vijana mna wote utakuta shati hapa pametuna kidogo, lakini nilijaribu kuchunguza ndani wameweka vichupa ambavyo vina gundi. Ni gundi hilo. Ni gundi, hii gundi ya kuunganishia viatu. Sasa ile gundi inawalewesha na ina madhara tu kama dawa zingine za kulevya. Je, ni madawa ya kulevya? Yani inapotumika kama kuunganisha viatu ni sahihi. Lakini inapotumika sasa kwa ajili ya kujistarehesha kama kuvuta vile, ile sio sahihi. Sasa tafsiri kamili ya madawa ya kulevya hapo ni ipi, daktari? Ndio maana nikakwambia ni dawa za kulevya, yani matumizi ya dawa ya sio sahihi. Yani kwamba ndio maana nikasema ya sio sahihi, kwamba hata ndio nitoa mfano wa Valium, kwamba Valium ikitumika ikiandikiwa na daktari ni sahihi na unakunywa na haikuletei madhara yote. Lakini inapotumika kinyume kinyume cha makusudio yake, kinyume cha ile maelezo ya daktari, then inakuwa dawa ya kulevya sasa, ambayo inaweza ikakuletea madhara. Kuna wale wanaovuta ile gundi haikutengenezwa kwa ajili ya kuvuta. Gundi ilitengenezwa kwa ajili ya kuunganishia kama yenyewe. Sasa inapotumika kama kwa kuvuta ni haramu na zinawaletea madhara. Na ukiwaangalia wale vijana sio hawapo kawaida. Sio kama hawajifichi, lakini kwa sababu tu ni kwamba labda lakini wanajificha, lakini wanapotumia, lakini useme tu kwa sababu hatujafanya ile sahihi na tuni mpango wa mamlaka kuhakikisha kwamba itaweza siku moja tutawavamia, tutawakamata, labda watachukuliwa hatua za sheria. Mwanasheria yuko hapa najua, lakini ile sio matumizi, ni matumizi haramu ya gundi na ina madhara kama dawa zingine za kulevya. Sawa. Tutazungumza kuhusu sasa sheria. Kuna tafsiri ya kisheria ya hiyo dawa za kulevya. Sasa daktari alivyosema hapa ni sahihi kabisa, kwamba chochote ambacho kinaweza kusababisha madhara, ndio sheria, tafsiri ya sheria, kinaangukia kwenye dawa za kulevya. Kwa hiyo inaweza isiwe kama unavyotaka wewe, kwamba iwe imeangukia kwenye mirungi au isiwe cocaine. Chochote ambacho kinaweza kusababisha kiwe na madhara, ndio tafsiri sheria inatazama kwa jicho hili. Kwa hiyo mtu hawezi kufika mahakamani kwa mfano akishtukiwa akasema hapana, sio, haikuwa heroin wala haikuwa cocaine, ilikuwa ni gundi. Hapana, hawezi kusema. Na kama umefuatilia Rusungu, kwamba kuna ile ripoti ya BBC ilionyesha kabisa kwamba sasa hivi watu wanaanza kutumia sumu ya panya. Sumu ya panya wanaiponda, wanaenda kuitengeneza na mvuta, inamlewesha kama dawa nyingine tunazungumza hapa. Lakini pia sijajua hiyo nayo kisheria nayo ikoje, ali kwenye sumu ya panya anasema mtu anatumia sumu ya panya na amelewa, naye mnaweza mkamhukumu kisheria kwamba huyu ametumia dawa ya kulevya. Sasa kwa sababu ili uweze kumpeleka huyu mtu mahakamani, lazima iwe ithibitishwe na maabara ya mkemia mkuu wa serikali kwamba hicho kitu kilikuwa na madhara ya kulevya. Kwa hiyo kama mkemia atasema hiki kina madhara, basi itaangukia kwenye kundi la dawa za kulevya.
Lakini vile vile, ndugu mtangazaji, labda ni kwa faida ya wasikilizaji tuliweke sawa hili swala la sumu ya dawa ya sumu ya panya, kwa sababu tukilieleza hivi kama lilivyo kwa jinsi linavyoonekana kwamba sumu ya panya inaweza kutumika kama mbadala wa dawa za kulevya, inaweza ikaleta matatizo kwenye jamii. Kwa kawaida ile sumu ya panya waliokuwa wanasema sumu ya panya, kuna dawa fulani, ni dawa hizi, dawa za kutuliza maumivu, zinaitwa endomethacin au kwa jina rahisi zinaita Endocid. Hizi Endocid ziko kwenye group ambalo tunaita non-steroidal anti-inflammatory drugs. Hizi ni dawa ambazo hata kama binadamu akitumia zina tabia ya kuangua tumbo na zinaweza zikasababisha tunaita kwa kitaalamu tunaita internal hemorrhage. Yaani zinaweza zikasababisha kutoka kwa damu kwenye tumbo ukizimeza hata binadamu. Sasa watu wengi hizi dawa ile effect ya kusababisha internal hemorrhage iko kubwa sana kwenye panya. Watu wengi wanazitumia hizi Endocid kutegea panya. Panya wanapenda sana, wakiziona zile dawa wanakula. Lakini akila hata kama amekula kidogo tu inamsababishia kuvuja damu kwenye tumbo. Kwa hiyo akivuja damu nyingi panya anakufa. Kwa hiyo ndio maana inaitwa sumu ya panya. Kwa hiyo wale, na hii ni dawa ya kutuliza maumivu kama dawa zingine ambazo watu wanatumia. Sasa hii dawa sio kwamba wanatumia yenyewe. Wana mchanganyiko wa vitu vingi sana. Ikiwa ni pamoja wanaponda hizo Endocid, wanazichanganya kwenye hiyo mchanganyiko ndo wanatumia. Sasa watu wanasema hii ni sumu ya panya, lakini kinachotumika ni Endocid ambayo ni dawa ya kawaida ya kutuliza maumivu. Wanaichanganya kwenye na dawa zingine kama mbadala pale wanapokosa dawa walizozoea kama hilo. Kwa hiyo kama alivyosema mwanasheria hapa ni kwamba ule mchanganyiko kwa ujumla ukiuangalia, ukienda kuupima, una madhara kwa binadamu ukitumika. Na kwa hiyo ni haramu kutumia. Nilitaka tu kulieleweke wazi, kwa sababu tukisema dawa ya panya inatumika, mtu mwingine anaweza katoka huko akachukua ile dawa tunayotegea panya hivi, akaenda akaichukua akaamua kuilamba, ile unakufa pale. Haina mjadala, haina utani na mtu, haina utani na mtu. Na watu wengi wanaokufa kwa kukunywa sumu wanatumia sumu ya panya, na ukitumia unakufa. Kwa hiyo wanayosema sumu ya panya ni Endocid au endomethacin. Ile ya panya sio inakulevya, ile inakuwa inakulaza moja kwa moja. Hata hivyo, lakini hata hiyo unazungumza ikikulevya itimisi kwamba imekulaza kwa sasa. Yani ni mchanganyiko, wanachanganya na dawa zingine. Lakini hata binadamu akinywa ile dawa, kuna baadhi ya watu hasa ukizidisha dozi, ukanywa ile dawa bila kula na ukanywa kwa dozi kubwa, unaweza ukakuta unaanza kutapika damu, kwamba ile damu sasa inakwangua tumbo, unatoka damu, unatapika. Sasa kwa panya ile damu inatoka kwa wingi such a way kwamba inasababisha kifo. Na hata kwa binadamu inaweza kusababisha kifo kama hiyo Endocid ukitumia nyingi alafu bila kula, labda ukapata hiyo hemorrhage ya ukapata hiyo kutoka kwa damu kwa ndani ya tumbo, inaweza ikakuletea madhara. Sawa, tuzungumze kuhusu niko nataka tuzungumze kuhusu sheria inasemaje kuhusu matumizi ya dawa. Sio matumizi ya dawa ya kulevya. Je, kuna sheria yoyote inanifunga mimi kutumia dawa yoyote ambayo napewa hospitalini ama hakuna? Lazima labda mimi nizungumzie kwenye sababu nikita kwenye dawa za kulevya. Ndio. Sheria inasemaje? Ndio. Kwa maana ya sheria ambayo tunazungumzia hapa ni sura ya 95 ya sheria ya Tanzania, kwa maana ya sheria ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya iliyotungwa mwaka 2015. Ndio. Lakini ilianza rasmi kufanya kazi mwaka 2017. Pale ambapo sasa mamlaka ilianza kazi. Tunaposema iliundwa rasmi kwa maana ya kuwa na staff wake mwaka 2017. Kwa ujumla, kama sheria yenyewe ilivyo, jina la sheria yenyewe ina kupambana na kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, yenyewe ipo strict, inazuia kabisa matumizi ya dawa za kulevya. Sasa sio tu matumizi ya dawa za kulevya, inazuia pia uzalishaji, inazuia usambazaji,
na kwenye sheria inatumia neno trafficking au kusafirisha, na ukitafsiri ya kisheria kwa maana ya kusafirisha ni pamoja na kuwa nayo, sio kwamba umechukua umesema sasa unaingia kwenye baiskeli au kwenye gari au kwenye basi unasafirisha hizo dawa. Hapana, unaweza kuwa wanayo tu, umehifadhi, uko nayo, uko unaipossess, nayo inaingia kwenye tafsiri ya kusafirisha. Sasa kwa hiyo kuzalisha, kusafirisha pamoja na kusambaza kwa watu wengine au kutumia pamoja na kutumia wewe mwenyewe imepigwa marufuku kisheria. Kwa zamani pia kwenye sheria ya zamani hakukuwa na kosa la halikuwepo kwa wazi sana kosa la kulima ambalo sasa hivi lipo kwenye sheria yetu, kwamba hata kulima mazao ambayo yamepigwa haramu ambayo yameangukia kwenye dawa za kulevya. Kwa mfano, tunaweza kuyataja hayo: kilimo cha bangi, kilimo cha mirungi kimepigwa kwa wazi kabisa kwenye sheria. Na tunaposema kulima, sio wewe mwenyewe tu kwenda kuingia kuanza kulima shamba, unanunua shamba kaanza kulima mwenyewe. Hapana, unaweza kuwa na shamba ukakodisha kwa mtu mwingine, imepigwa marufuku. Unaweza kuwa una shamba ukampa mtu mwingine alime, sio kukodisha, unampa tu mtu mwingine alime, imepigwa marufuku. Lakini mwingine anasema hapana, mimi nitakachofanya ni kuanza kusambaza mbegu tu, nitakuwa nawapa watu mbegu au nakusanya mbegu na kuwapa wale ambao wanataka kununua. Hasa hiyo inaangukia kwenye tafsiri ya kilimo cha bangi au kilimo cha mirungi. Kwa hiyo ukikutikana na kosa hilo, bahati nzuri sana au mbaya kwa wakosaji ni kwamba adhabu ya kosa la kujiengage kwenye kilimo cha mazao haramu ambayo yanaangukia kwenye nini ya dawa za kulevya ni kifungo kisichopungua miaka 30. Je, kwa hiyo ukitiwa hatiani utapelekwa jela na utakaa huko kwa kulingana sasa kama itakavyoona. Kwa hiyo unaweza kuwa miaka 30 au zaidi ya miaka 30. Lakini pia nilizungumzia kuhusu uzalishaji wa dawa, kwa sababu daktari hapa atatufafanulia baadaye. Kuna kemikali bashirifu ambazo pia huwa zinatumika kuzalisha dawa za kulevya. Mara kwanza watu walikuwa wana mtindo wa mtu anachukua dawa, anachukua hizi kemikali, wanaimport kemikali, akifika hapa anaanza kuzalisha dawa za kulevya. Sasa sheria pia imezuia kwanza uingizaji wa hizo kemikali bashirifu, na kwamba ukikutikana umesafisha au uko nayo hizo kemikali bashirifu ni kosa la jinai. Na kama sheria inasema kama utakuwa ukifumwa uko na lita na lita ambazo hazipungui 100, basi wewe kifungo cha maisha. Na kama zikiwa chini ya hizo lita 100 au wanaita lita 100, chini ya 100, basi utafungwa kifungo kisichopungua miaka 30. Nitarejea kwako, hapo nataka tu ameeleza vizuri mwanasheria, lakini labda kwa uelewa wa wasikilizaji ni kwamba hizi kemikali bashirifu ni kemikali kweli zinatumika kutengenezea dawa za kulevya, lakini vile vile ni kemikali ambazo zinatumika kwenye viwanda, zinatumika kwenye mashule kama reagents kwa ajili ya kufanyia practicals, zinatumika kwenye hospitali kama kufanyia diagnosis au utambuzi wa magonjwa mbalimbali. Lakini kwa hiyo zipo zinatumika, lakini zikitumika vibaya zinaweza zikatengeneza dawa za kulevya. Kwa hiyo sisi kama mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba zile kemikali zinatumika kama ambavyo zimekusudiwa, hazichepushwi. Kwa hiyo sisi tunadhibiti uchepushwaji wa hizi kemikali bashirifu. Kwamba unaweza ukawa na mtu labda
umeagiza labda let's say potassium permanganate. Kama potassium permanganate inasaidia labda kutengeneza hilo. Lakini vile vile inatumika viwandani kwa ajili ya kutengenezea rangi, kufanya nini kwenye viwanda, inatumika kwenye practicals za secondary physics, chemistry, biology. Kwa hiyo tunamtaka huyu mtu aliyeagiza hizi kemikali bashirifu kwanza adeclare kwamba ameingiza kiwango labda lita 10. Kama ameingiza hizi lita 10, alafu aseme nimeingiza, alafu baada ya kuziingiza nchini aseme nimemuuzia ndugu John ambaye anakwenda kufanyia practical Tambaza sekondari. Nimemuuzia Dr. Mfisi anaenda kwenye maabara yake kwa ajili ya kufanyia utambuzi wa magonjwa. Au nimemuuzia nani hivi. Sasa tunapokuta umeingiza lita 100, halafu hatujui hizo lita 100 umemuuzia nani. Ndio. Then tunakuwa na wasiwasi kwamba huenda wewe unachepushwa kwa ajili ya utengenezaji wa dawa za kulevya. Sawa. Au umeingiza dawa lakini hujapata vibali maalum. Yaani huna vibali. Dawa unayo sawa, unaruhusiwa kuwa nayo, lakini huna vibali vinavyo paswa uwe navyo katika kuingiza hiyo dawa. Then tunahisi kwamba huyu aliingiza hii dawa kwa kificho, lengo lake lilikuwa ni kufanya nini? Kuichepusha kwa ajili ya, kwa sababu anajua angedeclare angeulizwa umemuuzia nani. Dr. naona mjadala wetu wa kitaalamu ni uko mpana kidogo, nadhani nadhani kwa ujadili huo kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi, alafu tukashindwa kufika sehemu fulani. Tujikite kwenye kiini sasa cha mjadala wetu. Tutazungumzia tatizo la dawa. Kwa nchini kwetu hapa tatizo hili likoje? Tuna ukubwa kiasi gani wa hili tatizo? Tatizo ukiangalia kama unavyoweza kujua, unajua matumizi ya dawa za kulevya ni ya kificho, biashara ya dawa za kulevya ni ya kificho. Kwa hiyo kuwa exact, yani kuwa sahihi kabisa kwamba tatizo liko hivi, unaweza ukawa unapotea. Lakini sisi tuna kama viashiria kwamba tatizo limepungua au limeongezeka kulingana na viashiria tunavyoviona. Kiashiria namba 1, kwanza mnapoona kwamba watu wengi wanakimbilia kwenye kutafuta matibabu, alafu na hiyo niliyosema mwanzo kwamba watu wengi wanakimbilia kutumia dawa tiba zenye asili ya kulevya, yani inaonyesha kwamba uwepo wa dawa zile za asili walizozoea watu umepungua. Lakini vile vile tuna hata bei, wanalalamika mtaani kwamba siku hizi unga umepanda bei, mshikaji wangu unga haushikiki. Kwa hiyo ukiona unga haushikiki, then sisi kwetu inakuwa kiashiria kwamba tumedhibiti kiasi cha kutosha, kwa hiyo unga haupo. Ni sawa na sukari. Sukari hivi karibuni ilipanda bei, ilifika mpaka 1400. Lakini maana yake ni nini? Sukari imepotea. Kwa hiyo hivyo ni viashiria. Lakini ndio maana nasema kwamba sisi tunaangalia viashiria. Lakini tukisema exactly umepungua ufanye nini, ukisema kwa kutumia hivi viashiria nilivyosema. Kwanza watu wengi kukimbilia kwenye matibabu, kuona kwamba wanahitaji matibabu kwa sababu wanaumia na arosto, hawezi kupata unga haupo, au kama upo ni bei kubwa, na hata kama bei kubwa lakini upatikanaji wake ni mgumu mpaka kwa siri. Kwa hiyo sisi tumeona kwamba baada ya mamlaka kuingia madarakani, kuanza kazi, kumekuwa na upungufu mkubwa wa dawa za kulevya. Ndio maana hivyo viashiria vinatuonyesha kwamba kumekuwa na upungufu mkubwa wa dawa. Makundi gani hasa ambayo yanaathirika na tatizo la dawa za kulevya? Makundi vijana, mara nyingi vijana ndio wanaathirika zaidi, kwa sababu vijana ndio wako kwenye umri wa kutaka kujaribu kila kitu, wako kwenye umri wa kupata stress nyingi vijana. Lakini kwa ujumla, kwa kutumia takwimu za watu wanaopata matibabu katika kliniki zetu za tiba, kuna watu wa kuanzia miaka 15 hadi watu miaka 65. Kwa hiyo huyu anayekuja ambaye ana miaka 65, unaweza kukuta labda alianza kutumia akiwa na miaka 25, ameendelea kutumia, amefika miaka 65 sasa ameona umuhimu wa kufanya nini, wa kuachana. Lakini watumiaji wa dawa za kulevya tunaoona kwenye hizi kliniki zetu ni kuanzia miaka 15 au hata kidogo chini ya hapo, lakini hadi miaka 65. Lakini walio wengi ni hapa katikati, kati ya 18, 20, 25 mpaka 35 ndio wengi zaidi. Kuanzia kwenda huko mbele wanazidi kupungua jinsi umri unavyozidi kuongezeka. Sawa. Tuna mengi ya kuzungumza hapo kwenye makundi
Lakini nije kwako mwanasheria, tuzungumzie kwenye kundi la watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 15. Kisheria, akishikwa mtoto kama huyo anatumia dawa za kulevya, sheria inasemaje? Kwa mtoto hata kuna sheria maalum ambayo inashughulikia watoto. Kwa hiyo hawezi kushughulikiwa kama huyu mtu mzima ambaye ana akili zake. Atashughulikiwa kama mtoto, kama mtu ambaye yuko kwenye ukinzani na sheria. Kwa hiyo atapelekwa kwenye hizi mahakama za watoto. Lakini lazima aangukie kwenye tafsiri ya mtoto. Kwa hiyo akiwa sio mtoto, maana atashughulikiwa kama mhalifu tu wa kawaida. Kama wahalifu wengine. Kama wahalifu wengine. Nibaki hapo kwenye mtoto chini ya miaka 15. Kumekuwa na niseme kama kumekuwa na kawaida, lakini kwa namna moja au nyingine unakuta kuna baadhi labda ya wasambazaji ni kumtumia hata mtoto kusambaza zile dawa zake, kwa sababu akiamini kwamba labda nyinyi kama mamlaka kumshtukia mtoto kwamba mtoto ameshika dawa za kulevya na kwa ni ngumu. Mkimkamata mtoto kama huyo ambaye ametumika kusambaza dawa za kulevya, nyinyi kama mamlaka mnamtolea hukumu gani yule mtoto? Sisi kwanza hatutoi sisi hukumu. Yaani nisemeje? Sheria inasemaje hasa hapo? Kwa sababu sheria kwa maana ile sheria ya kudhibiti dawa za kulevya inazungumzia person. Inasema person. Sasa kama ni person, manake ni mtu yeyote. Na kwa hiyo lakini kwa maana ya mtoto, kama atakuwa ni mtoto atatusaidia sisi kwenda kumpata ni nani anayemtuma. Na sio yeye. Yeye naye atashughulikiwa kama nilivyoeleza kwamba kuna kwa taratibu za kushughulikia watoto. Kwa sababu unajua kwenye sheria kuna kitu ili mtu aonekane amefanya kosa la jinai. Kuna vitu viwili. Kwanza lazima kuwepo lile tukio lenyewe alilolifanya, ambalo tunasema ni actus reus, yaani amelifanya jambo. Lakini pili, lazima kuwa ina nia ovu, ile mens alikusudia, na kusudio linaendana na utimamu wa akili. Sasa unajua kwa nini watoto wanashughulikiwa kimaalum sana? Kwa sababu ya ule uwezo wake wa kuamua. Huwezi kuestablish moja kwa moja kwamba huyu mtoto kweli alikusudia. Kwa hiyo kwa hiyo mtoto atatusaidia, atashughulikiwa kama mtoto kwa mujibu wa sheria za watoto, lakini atatusaidia kwa sababu taasisi ya kwa maana ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ni taasisi ya kipelelezi, yaani kwa maana ya inakusanya ushahidi. Kwa maana nikienda kwenye sheria, ukiacha majukumu mengine ambayo mamlaka inayo, lakini tunapotaka kupeleka mahakamani, sisi ni taasisi ya upelelezi. Kwa hiyo kama taasisi ya upelelezi, manake huyu mtoto akipatikana, pamoja tu kwamba tutamshughulikia kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa sheria zinazohusu watoto, lakini atatusaidia kumpata ni nani anayemtuma. Sasa akipatikana huyo mtu anayemtuma, ndio mnashughulika naye. Sawa. Daktari, nitakuuliza hapa mwishoni kidogo, unaambia swali langu bwana. Tumekuwa na tatizo kidogo la watoto wengi ambao wako mtaani, au ukizunguka ambao labda tuseme hawana makazi maalum ya kuishi. Mkuta wengi wao, asilimia kama kadhaa hivi, wanakumbwa na hili tatizo la kutumia dawa za kulevya. Nitakuja kuuliza hapa, unaambia kwa nini? Yaani nini shida hapa? Kwa nini hao watoto wako ndio wanazurura mtaani, lakini kwa nini hasa wanaathirika na hili tatizo? Ni kwamba tu ni watoto kama yani mtu yoyote, kwa sababu yani ziko sababu nyingi zinazofanya watu kujiingiza na kwenye matumizi. Mfano nikutoa mfano pale, ukienda siku ya pale unakuta asilimia kubwa ni watoto wadogo. Yani ni zile stress wanazozipata za maisha ndio zinazowapelekea wao kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa sababu wanapotumia dawa za kulevya kuna muda fulani wanajisikia kama wao ndio. Unaweza kukuta mtu ametumia anasema ukimsoma sema usinisumbue, niko naongea na baba hapa. Unaona? Yaani kwamba pale anapotumia anaahirisha zile stress zake, yale matatizo yake. Ndio maana na hata watu wengi wa kuzimu wanaojiingiza kwenye dawa za kulevya, ziko sababu nyingi. Ziko sababu za
yani ile rika mtu kufuata tu kuiga, lakini vile vile stress ambazo watu wanapata au ukosefu wa kazi zinawaingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo wale watoto ni watoto wa mitaani, wana shida nyingi. Kwa hiyo wanapotumia dawa pale kama wanafarijika fulani. Kwa hiyo wengi, na afu vile vile ni rahisi kuambukizana kati ya mtoto na mtoto, kwa sababu wanaishi kwenye magrupu, kwenye mazingira mabaya. Wakiona mwenzake yeye anafanya hivi, wanamuona na yeye anaiga, anafanya nini. Kwa hiyo ziko sababu nyingi, lakini yani yale mazingira wanayoishi yanawapelekea kutumia zile dawa za kulevya. Sawa. Mtazamaji, hii ni Jahara. Mimi ni John Maganga na niko nao hapa wageni. Niko naye Dr. Peter Mfisi, lakini pia niko naye mwanasheria Lusungu Hemedi. Wanatokea katika mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Tunaendelea katika siku ya kupambana na kupinga na dawa za kulevya hapa katika tarehe 26 Juni. Nafasi ya Tanzania kwa kwanza ni kweli, labda kwa faida ya wasikilizaji na wote wanaona ni kwamba kila tarehe 26 Juni kila mwaka huwa dunia inaadhimisha hii mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Sasa inaadhimisha siku ya kupiga vita dawa za kulevya. Sasa kila mwaka kunakuwa na theme, kunakuwa na kauli mbiu. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kwamba inasema better knowledge for better care. Lakini ukiangalia maelezo ya hii theme ni kwamba kumekuwa na yani duniani watu wengi hawana uelewa mzuri juu ya tatizo la dawa za kulevya duniani. Kwa hiyo kauli mbiu ya mwaka huu inalenga katika kuimarisha uelewa wa tatizo la dawa za kulevya kwa watu wote duniani, ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na uhusiano, kunakuwa na ushirikiano mzuri wa kimataifa katika kupambana au katika kushughulikia haya madhara yanayotokana na dawa za kulevya. Hapa maneno makuu ni mawili, kwamba kuimarisha uelewa wa watu duniani katika kuhusu hili tatizo la dawa za kulevya, lakini la pili ni kuhakikisha kwamba kuimarisha sasa ushirikiano wa kimataifa katika kushughulikia madhara yanayotokana na dawa za kulevya. Dawa za kulevya zina madhara mengi sana. Kuna madhara ya kiafya, kuna madhara ya kiusalama, kuna madhara ya kijamii, kuna madhara mengi ya kiuchumi. Yanalenga almost kila sekta. Sasa watu wengi wanaposikia dawa za kulevya wenyewe wanafikiria tu kwamba huyu anatumia dawa za kulevya au huyu anauza dawa za kulevya, kwa hiyo hawa ndio wana makosa. Lakini hawajui impact, hawajui madhara yanayosababishwa na hawa watu. Wanafikiri tu kwamba au kwa mfano siku moja nilikuwa nawaambia watu kwamba jamani, tunahitaji kujenga vituo vya kutosha vya kutolea tiba kwa waathirika wa dawa za kulevya. Asema bwana, hao kwa nini hawa? Si wache. Uache atumie, yatakufa na baridi huko, yatakufa na nini, watakufa. Unahangaika na nini hao bwana? Niambia, sikiliza ndugu yangu. Tafiti zilizofanyika zinaonyesha kwamba asilimia mpaka 40 ya watu wanaotumia dawa za kulevya kwa njia ya kujidunga wana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa wanawake wanaotumia dawa za kulevya kwa njia ya kujidunga inafika mpaka asilimia 60. Na hawa wanawake wengi wanafanya biashara za ngono, kwa sababu mwanamke hawezi kuiba, mwanamke hawezi kupora, mwanamke hawezi kukaba. Mwanamke yeye ana kitu pekee ambacho kinaweza kumpatia resources zake kama ni kufanya biashara ya ngono. Na wanaokwenda kufanya biashara na wale wanawake ni sisi kwenye jamii huko. Kwa hiyo kama hawa, hii group ina asilimia 60 wameathirika na ukimwi. Na sisi ndio tunafanya nao ngono. Unapokwenda pale lazima nitapata tu ukimwi. Kwa sababu kwanza huyu mwanamke aliyeathirika na dawa za kulevya, yeye hana kitu kingine, hawezi hata kulazimisha kuvaa kondom. Yeye atasema tu anachotaka ni pesa, apate shilingi 5,000 na kwa bei yoyote. Unaweza kaenda pale, ndugu Maganga mtangazaji, unaweza kufika pale anakwambia twende, na hata kama una 5,000 au una 2,000 anakubali ili apate aweze kununua dawa za kulevya. Kwa hiyo unapomtibu huyu sasa, ina maana kwamba ukishaelewa kwamba huyu akipata ukimwi, akipata TB anaambukiza jamii. Kwa hiyo unapomtibu humsaidii yeye, unaisaidia jamii. Ndio maana wasema
better knowledge kwamba madhara yanayotokana na dawa za kulevya ni haya na haya na haya, then this will lead on in better care, kuhakikisha kwamba hao watu sasa tuwasaidie vipi, tushughulikie vipi haya madhara. Kuna madhara ya kiusalama, watu wanaibiana, kuna madhara ya kijamii, kuna madhara ya kimazingira, kuna madhara ya uhusiano wa kimataifa, yako mengi. Hapo mkakati wenu nyinyi katika kutoa hii elimu ukoje? Tunaona kwenye hata kwenye baadhi ya mavyuo kuna taasisi mbalimbali zinajihusisha kwa kuchukua wanafunzi na kutoa elimu. Hii kwa mfano sisi tunafanya hii kazi ya kudhibiti dawa za kulevya kwa kufuata misingi mikuu minne. Msingi wa kwanza ni kuhakikisha kwamba tunapunguza uzalishaji, uingiaji na usambazaji wa dawa za kulevya nchini, ambayo tunaita supply reduction. Tunapunguza uingiaji, usambazaji. Alafu vile vile tunapunguza uhitaji, tunaita demand reduction. Yaani kwamba tunatoa elimu, sasa unasema hiyo elimu sasa tunakwenda kwenye vyuo, tunakwenda kwenye shule za msingi, tunakwenda kwenye shule za sekondari, tunakwenda katika jamii, tungependa kuwepo hata kwenye makanisa kuambia watu kwamba jamani, achaneni na matumizi ya dawa za kulevya kabla hawajaanza kutumia dawa za kulevya. Unapotoa elimu, watu wanapoyaelewa madhara ya dawa za kulevya, hawawezi kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Watakuwa wanajua kwamba nikijiingiza nitapata hiki, nitapata hiki. Lakini ya tatu, kuna watu tayari wameshaathirika na dawa za kulevya. Unawaacha? Hapana. Tunatoa sasa elimu vile vile kuhakikisha kwamba kupunguza madhara yanayotokana na dawa za kulevya. Kwa hiyo tunawatibu. Dr. Peter Mfisi, maongezi yetu mapana sana. Hii mada ya rushwa ni mtambuka sana. Na nadhani tuna mengi ya kuzungumza hapa, mengi. Lakini naona kama muda wetu umetutupa mkono na tuna sekunde kama 30 tu za kumalizia. Naona mada yako ni ndefu sana. Tumwachie kidogo mwanasheria hapa. Neno moja kwa Watanzania watazama sasa hivi kwa sekunde 30 hivi. Mimi neno langu la mwisho ni kwamba wananchi tuachane na dawa za kulevya. Ni kosa la jinai kutumia, kuzalisha, kusambaza, kuuza au kulima. Kwa hiyo hata wale ambao wanalima bangi kule kwenye huko vijijini, waache, watambue kwamba ni pamoja na kwamba ina madhara kwenye jamii kwa maana afya kama alivyoeleza daktari, lakini pia ni kosa la jinai. Ukikutwa unaweza kaozea jela. Sawa, hayo ni maneno ya mwanasheria Lusungu Hemedi pamoja na Dr. Peter Mfisi ambaye ametoka kuongea dakika chache tu zilizopita hapa. Mimi ni John Maganga, hii ni Jahara, na leo kimsingi tulikuwa tunazungumza tatizo la dawa za kulevya na kuelekea katika siku ya kupinga dawa za kulevya duniani ambayo inafanyika kila tarehe 26 ya mwezi wa 6 duniani kote. Na hivi ndivyo ninavyohitimisha Jahara. Bila shaka kesho tena nayo ni siku. Kwaheri.